Katika dunia wengi wetu huwa tunaharibikiwa majambo yetu kwa sababu moja, tunapenda kudhihirisha neema alizotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanadamu tuna desturi ya kupenda ufahari na kupenda kuonekanwa kwa vile ambavyo Allah amekufadhilisha kwavyo. Mfano, mwanadamu amepewa neema ya mali ambayo pengine milango yake yeye ya kupata riziki ya kipato cha pesa imefunguka, ambapo angeweza kuzistiri pesa zake akafanya mambo yake kisirisiri, lakini hutaka afanye watu wamuone. Mfano, atanunua hiki na kile katika hali ile ya kutaka kujionesha. Yako mambo ambayo ikiwa hakuna sababu ya kuyadhihirisha watu wayaone, basi mimi ni shauri watu wastiri mambo yao, wastiri, wafiche neema zao. Na hii si kauli yangu tu, bali ni kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale aliposema, ficheni neema zenu, kwa sababu kila neema inahusudiwa. Kila neema haiachi kufanya nini? Kuhusudiwa. Sasa wengi wetu leo tunapatwa na matatizo, tunashuka kiuchumi, tunaharibikiwa na mambo yetu, tunakosanishwa na watu muhimu ambao walikuwa labda ni msaada kwetu kwa sababu ya kuzidhihirisha neema zetu. Tukumbuke ya kwamba siku zote wanaotuhusudi, wanaotufanyia hasadi ni wale ambao walikuwa wanatujua background za maisha yetu yalikuwaje. Haiwezekani wewe leo na rafiki yako mumesota pamoja kimaisha, sio? Halafu wewe ukaja kufanikiwa hali ya kuwa anakujua A to Z, ukategemea huyu atakupendelea kheri, kwa sababu kwanza mafanikio yako yatamuumiza, kwa sababu yeye anakujua wewe si mtoto wa fulani, wewe si fulani, wewe maisha yako ni si fulani, si maisha haya. Vipi leo umekuwa na maendeleo? Atafurahia mtu? Hawezi. Kwa hiyo hawezi kukufanyia chuki na husda mtu asiyekujua. Sawa? Na husda, kila husda inakuja katika mahala husika. Mfano, watu wenye ilmu waliokuwa wanazidiana ilmu, wanafanana na ilmu, watahusudiana kutokana na ilmu zao, kila mtu kwa elimu yake. Sawa? Ndio maana kuta katika maofisi kila mtu anaangalia, pengine mwingine elimu yake iko chini, lakini ngazi yake ya kidaraja ya kazi iko juu. Husda inapatikana pale kwamba huyu ana elimu ndogo kuliko mimi, sio? Ukija kwenye masala ya kibiashara, huyu kwa nini afanikiwe zaidi wakati mimi na akili nyingi, au mimi na mipango mingi, au mimi najua na wengi. Bahati mbaya ndio pale tukishapata na sisi tunafanya nini? Tunadhihirisha. Leo mtu anataka kujenga hivi, mfano umenunua kiwanja chako Pugu, sio? Hapa mtaani kwako, ili watu wajue kwamba wewe unajenga Pugu, lazima ufanyeje? Useme, sio? Kwa hiyo neema ya ujenzi yawezekana wewe kuificha, ama sivyo? Yawezekana wewe kuificha neema ya ujenzi. Kuna neema hazifichiki. Mfano, umefungua biashara karibia na mtaa unaoishi, hiyo haifichiki. Na mara nyingi mimi huwa sishauri watu kufanya biashara sehemu walizotoka, mfano kwao, kwa sababu mtu kwao hawezi kufikia malengo. Usitegemee wewe kwenu ukasema nataka kuanzisha maendeleo kwenu, hufiki. Duka ukifungua kwenu, jiandae na chuki za watu wa karibu, jiandae na chuki za watakao kukopa asikulipe, jiandae na chuki za utakao wakopa usiwalipe. Watakao kukopa usiwakopeshe, sio? Kwa hiyo pale unapokaa kwenu huwezi kufungua biashara, lakini kama umgeni nje ya kwenu unaweza kufungua biashara. Kama watu hawakujui, huwezi umehamia, itabaki zile chuki, huyu ni mgeni, sio? Kaja tunamjua, ama sivyo? Leo kafanikiwa kwetu, imekuwa hilo ni jingine. Lakini mahala watu wakakuona tu una mafanikio yako, ile hasadi hata ikifanyika, wewe ushafika hatua nyingine. Leo unajenga, unamtangazia kila mtu. Wako watu wangapi nyumba zinaishia kozi ya 4? Wako watu wangapi wanafukuzwa kazi baada tu ya kuhamia kwenye nyumba yake? Ni kwa sababu ni neema Mungu akupa, na wewe umeitangaza, watu wameiona, chuki zimepatikana. Kwa watu tuliokuwa wengi tunapatwa na husda, tunapatwa na chuki
kwa sababu ya kudhihirisha neema zetu, na wanaotuhuzuni huwa sio watu wa mbali, bali ni wale watu wanaojua background za maisha yetu, kwamba huyu ni fulani, huyu ni mtoto wa fulani, kwa nini leo hivi. Ndio hapo chuki zinaanzia. Na siku zote usitegemee kwamba ukipata utakuwa huna maadui. Kila ukipata neema, jiandae na kuwa na ongezeko la maadui, lakini uamini ya kwamba maadui hao hawatotoka watu wapya sehemu nyingine, bali maadui watakuwa ni watu ambao ni marafiki zako. Tuelewana? Wale watu wanaokuzunguka wale, baadhi ya ndugu, sio ndugu wote. Kuna ndugu alhamdulillah wapenda sana ndugu zao wafanikiwe, na kuna ndugu hawakubali kuona ndugu wanafanikiwa, na kuna marafiki alhamdulillah wapenda sana kuona marafiki zao wanafanikiwa, na kuna marafiki hawakubali